Mtazamaji wa S500 TV, tupo na Mikoi Kisugu, tupo na mwalimu Yanga, tupo na mzalamu wa Simba, tupo na ndugu yangu mzee wa Njiwa, lakini pia tupo na ndugu yetu hapa mshabiki wa Yanga mwingine ambaye tuko naye kwa ajili ya jambo ambalo tumekuja hapa kwenye msiba wa mama mkwe wa Mikoi Kisugu. Tunafahamu Kisugu amekuwa akihudumia mpira kwa muda mrefu, shabiki maarufu wa klabu ya Simba Sports, lakini kwenye jambo hili ambalo ni la kiungwana, la kifamilia, kwa sababu mpira ni zaidi ya familia, ni zaidi ya undugu. Ndio unamuona leo hapa mwalimu Yanga, shabiki wa Yanga, na mzalamu wa Simba kutana hapa Kisiju kama Kelekese hapa wilaya ya Mkulanga. Tupo hapa, utamsikia mwenyewe Kisugu akizungumza kwa neno la shukrani baada ya kutamatisha mazishi ya mama mkwe wake. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, katika hiki ambacho kilichotokea. Ni jambo la kawaida kwa mwanadamu, kwa sababu kwamba kila mmoja anajua katika hii dunia tunapita, kwamba leo tupo, kesho hatupo. Na ndio maana mpaka hivi sasa ukiangalia hakuna mwanadamu ambaye anaishi akiwa hai zaidi ya miaka 200, lakini unaweza kukuta makaburi yako zaidi ya miaka 200. Hii inamaanisha kwamba kila mwanadamu katika hii dunia anapita, kwamba iko siku, iko wakati, uko saa atarejea kwa Mwenyezi Mungu. Kama ulivyozungumza mapema, lazima nikiri kwamba nimempoteza mkwe wangu ambaye alonizalia mke wangu, napata naye watoto 5. Kwanza nizungumze, nichukue nafasi hii kumwombea sana mkwe wangu, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi. Alikuwa mtu mmoja ambaye makini, ni mtu mwenye busara sana, ni mtu ambaye ameniongoza. Kwa historia tu fupi, hapa Kelekese nilikuja kuoa 1997 mwezi wa 3. Ndio nimekuja kuoa katika haya maeneo. Nimeishi na mkwe wangu katika muda wote, katika muda wa upendo, muda wa amani, mpaka leo Mwenyezi Mungu jana ameamua kupitia chani yake, amemchukua na amerejea. Kwa hiyo kikubwa sasa hivi kilichobaki ni kumwombea dua kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kumpokea. Lakini kwa dhati, kwa moyo wangu lazima niseme nimefarajika sana. Kuna namna ambavyo rafiki zangu hawa, jamaa zangu hawa, ndugu zangu hawa wamekuja kuniunga mkono au kuja kunisupport katika msiba ambao uliotokea. Nimshukuru sana ndugu yangu mwalimu Yanga, nimshukuru sana ndugu yangu mzee wa Njiwa, lakini pia nimshukuru ndugu yangu mzalamu. Hapa tuko watu 4. Lakini kikubwa lazima niseme, kwa mara nyingi napenda kusema waandishi wa habari kwamba S500 nikushukuru sana nawe kujumuika nami katika msiba wa mkwe wangu. Siku zote nazungumza Simba na Yanga ni tunu la taifa hili. Wazee wetu hawa wanapambana kuhakikisha kwamba Simba na Yanga zinaendelea kudumu. Kusudio lao kubwa hizi timu kuweza kutunganisha. Tofauti yetu inakuwa dakika 90 tu. Tukitoka pale tunakwenda kuishi maisha yetu ya kawaida, maisha ya upendo, maisha ya amani, maisha ya umoja. Mwalimu Yanga ninapomwona hapa pamoja na mzee wa Njiwa, siwazungumzii kama mwalimu Yanga na mzee wa Njiwa, na wazungumzia kama wana Yanga wameniunga mkono, wamekuja kunipa support. Hapa waliokuja hawa ni wamekuja kuwakilisha watu wa Dar es Salaam Young Africa. Lakini pia mzalamu ndugu yangu hapa, naye amekuja kunipa support. Ni Simba mwenzangu, lakini najua amekuja hapa kwa niaba ya Simba Sports. Mimi niwashukuru sana, lakini niendelee kuombea sana. Lakini pia kuna jambo la kujifunza. Baadhi ya mashabiki wengine wanaamini kwamba Simba na Yanga ni maadui. Baadhi ya mashabiki wengine wanaamini kwamba Simba na Yanga kwamba hawezi kukaa pamoja kuzungumza na kufurahi. Hapa leo kuna somo kubwa linapatikana kwamba Simba na Yanga si maadui, Simba na Yanga ni marafiki. Tofauti yetu dakika 90 inapokwisha, maisha mengine inaendelea. Kwa hiyo kikubwa ni washukuru sana watu wa Dar es Salaam Africans kwa kuja kunisupport, lakini pia ni washukuru watu wa Simba Sports kwa kuja kunisupport. Naamini kwamba kila mmoja alikuwa anatamani kuja kujumuika nami, lakini huwezi kujua mazingira kwa namna ambavyo yalivyo. Kila mmoja nimepokea na imani kwamba tuko nao pamoja. Kisugu, neno lako kidogo tu. Ni kweli na lazima nikiri kwamba matokeo yametuumiza watu wa Simba. Hakuna mtu yote ambaye anaweza kufurahia matokeo ambayo ya kupoteza katika mchezo. Kwanza tumeumia kwa namna mbili. Moja, tumeumia kukosa ubingwa wa ligi NBC, lakini cha pili kilichotumiza zaidi, tumefungwa na mtani mara 5 mfululizo. Ni jambo ambalo limetuumiza. Ziko sababu nyingi tutaweza kuzungumza wakati bado upo. Kikubwa tuendelee kumwombea Mwenyezi Mungu atupe afya njema. Kama unajua tuko kwenye msiba, hatuwezi kuzungumza sana, lakini inshallah niwaambie waandishi wa habari kupitia ninyi waandishi pia,
S500. Nafikiri Allah akinijalia Jumapili nitarejea na Jumatatu nitakuwa ofisini inshallah. Mwenye nafasi tutakuja kuzungumza mengi, lakini kimsingi lazima niwaambie tu wana Simba. Kwanza niwape pole na imani kwamba kila mmoja na machungu, matokeo ambayo yameshatokea, na kila mmoja na lake la kuzungumza, na kila mmoja na tafakuri yake namna ambavyo ya kutafakari. Lakini kimsingi mwisho wa siku lazima tukubali kwamba tumepoteza ubingwa wa ligi NBC, tumepoteza ubingwa wa CRDB Federation Cup, na tumepoteza ubingwa wa African wa ubingwa wa shirikisho bana inafika. Si matarajio ya Simba, lakini tayari yameshatokea. Ziko sababu nyingi, kila mtu atazungumza cha kwake, lakini kimsingi tu ni waasi wana Simba katika kipindi kigumu ndio hiki, kipindi ambacho tunahitaji uvumilivu, kipindi ambacho tunahitaji umoja, kukaa pamoja. Kuna namna ambavyo wapi tumekosea turekebishe, kuhakikisha kwamba mwakani tunarudi kwa nguvu. Niseme jambo moja tu kwa ufupi. Watu wanalalamikia sana management ya Simba, lakini inatakiwa tukae pamoja tuangalie wapi tulikosea. Je, mashabiki wa Simba hatukutimiza wajibu wetu? Kimsingi lazima tukiri kwamba mashabiki wa Simba tumetimiza majukumu yetu. Waandishi wa habari mtakuwa mashahidi, tumeunga mkono timu yetu ya Simba sehemu zote ilipo. Tupo Tanzania tuliunga, nje ya nchi tuliunga, nafikiri watu wanaona na Mzaramo, Morocco, Misri tulikwenda kusupport timu yetu. Je, players wa Simba walifanya majukumu yao kwa 100%? Tutakwenda kujiuliza hicho. Je, management ya Simba ilifanya kazi yake kwa 100%? Lakini hivi vyote hatuwezi tukazungumza mmoja mmoja kuweza kudiscuss. Management ya Simba ifike mahara ijue inahudumia mashabiki wa Simba. Kuna muda ilipotokea sitofahamu na maneno mengi yakaelekea kwa uongozi wa Simba. Uongozi wa Simba kuna muda lazima ujitafakari, waite wanachama wa Simba wakae pamoja wazungumze ili tujue wapi kulikuwa na shida, wapi turekebishe, ili kuna namna ambayo tunaitengeneza Simba ambayo mwakani inaweza ikatupa matarajio ambayo tunafanyaje? Tunatarajia. Na hakuna zaidi ya kukutana, management ya Simba ikae iweze kuandaa mkutano na mkuu na mashabiki wa Simba, tuweze kukaa pamoja na wanachama kuzungumza, tujue wapi tulikosea, wapi tulirekebisha. Nimesema kwamba si wakati wa kuzungumza, yako mengi ambayo nahitaji kuzungumza, lakini kubwa nitoe shukrani sana katika watu ambao waliniunga mkono. Ni jambo ambalo linahitaji moyo sana. Kuna kilomita zaidi ya 75 mpaka 80 kutoka Dar es Salaam kufika hapa Kerekesi. Lakini ndugu yangu, rafiki yangu wa karibu ananenepa siku hizi. Ushindi mzuri. Unajua salama. Sina mengi ya kuzungumza, nitazungumza Jumatatu. Sina mengi ya kuzungumza, nitazungumza Jumatatu. Ila nimshukuru sana mwalimu. Nimshukuru sana mzee wa Njiwa. Wamenisupply sana. Wamenipa faraja hali ya juu sana. Kikubwa niombe sana kwa Mwenyezi Mungu mwalimu aendelee kupa maisha marefu na familia. Asante sana. Amen. Relax. Pole. Relax. Bwana inatosha bwana, relax. Mzee wangu. Naam. Wewe unasema unajiita ni Simba, unajiita Perfect Chikwende. Hasa. Kwa nini umejiita Perfect Chikwende? Kwa jinsi nilivyokuwa napenda uchezaji wa Chikwende. Juzi Yanga na Simba makutana katika uwanja Benjamin Mkapa. Ulikuwa kwa hali gani kama unampenda Perfect Chikwende na timu yako imefungwa zaidi ya mara 5 mfululizo? Kusema kweli hali haikuwa vizuri katika nafsi yangu mimi, lakini ndio football, lazima ukubali football. Ukisha kufungwa basi wewe ukubali. Na kama hukukubali basi wewe si mwana michezo. Umekosa ubingwa mara 4 mfululizo. Wewe ni mshabiki wa klabu ya Simba. Unajisikiaje? Imeniuma sana kukosa ubingwa mara 4. Juzi ilikuwaje? Juzi nilikuwa hoi sana mpaka mtani wangu akaniambia bwana vipi mbona umelala, akanichukua huyu juzi bana. Mtani wako ndio bana huyu bana juzi alikuwa na wenzake kama 7 bana. Baada ya kufungwa tulimchukua maki hapa kwetu tuna uhaba wa viazi nini. Kwa bana ilikuwa night hiyo, baada ya yule mpira kama vile saa 1 bana tumemchukua na wenzake kama 7 tunapita huku tunakimbiza. Wenyewe waseme kwanza wamefungwa kihalali na marefa kutoka Misri. Maki hiyo kauli mbiu wenyewe waiseme. Tukienda kule kwanza akabidhiwi chips mpaka aseme bana nimefungwa kihalali na marefa ametoka Misri. Mwanangu umefungwa kihalali? Ile kihalali kabisa. Na marefa kutoka Misri. Na marefa kutoka Misri wale marefa wakubwa wameshachezesha mpaka michezo ya kombe la dunia 2010. Baada hapo tena ikaendeleaje? Baada hapo bwana sisi tukarudi nao hadi hapa. Baada ya kurudi nao hapa bwana mwenye. Pale mkanunulia nini? Sasa tumewanunulia chips na kuku. Chips za 3000 zege, chips yai na kuku. Baada ya kurudi huko walikuwa wangapi? Hao walikuwa wapo 7. Umetumia gharama kama shilingi ngapi? Tulitumia gharama kama ya 41 kwa sababu sisi tulikuwa watu watatu tu. Nipo mimi na blaza yangu, mtoto wa mkubwa, afu kuna jamaa tu alipiga na picha hapa mzee wa Njiwa hapa. Yule tukachukua tumwapeleka kule. Tulivyorudi hapa kila mwenye kwake mwenye mke anapoonga kilo 1 na samaki akale ugali.
Watu gani wa Simba? Watu wa Simba. Kila mwenye mke. Na huyu mzee ulimpa au anamke? Akapewa, asokuwa na mke akapewa dawa mpu pakti zima. Unasema? Asokuwa na mke akapewa pakti zima la nani la dawa za mpu. Ili usiku iwaje? Ile usiku maana mbu asimngate alali kwa amani. Maana atakuwa anakeleka mara akakosa ubingwa mara mbu amngate, itakuwa kero tena. Kwa mlivyoapa unga na samaki tafsiri yake kama na mke ili iweje? Yaani kwamba tafsiri ya kupewa unga na samaki, ale ashibe, yani ajisikie kwamba yupo, maana yake ale ashibe, vitu vipite, maisha yaendelee. Mzee wangu niambie, wewe umepewa unga na samaki? Nimepewa unga na samaki, lakini bana mimi mpaka sasa hivi ndoto zangu namuona yule baka. Nani? Banka yule anazuia zile mipira yule wa Yanga. Baka yule. Bwana yule mtoto hatari. Yule eti baka, yule anaitwa Koplo. Mimi najua baka. Yule anaitwa Koplo. Yule baka kweli afa. Mwanajeshi yule. Nani? Baka kweli aliudonywa mpira mmoja hivi siku. Yaani ule mpira ulikuwa goli kabisa, lakini aliudonywa, yani yule mtoto namchukia yule baka. Wewe si Mtanzania mwenzako yule? Tanzania, lakini namchukia kwa kitendo chake siku ile. Hata goli moja rafiki yangu. Hebu tuambie, baada ya unga na samaki, hali ya ndoa nyumbani, je, kazi ya ndoa ilikuwa inafanya kazi? Mke wangu Yanga. Mke wako Yanga? Mke wangu Yanga. Siku hiyo alinicheka, mimi nikatoka nikaenda kulala Dunguni. Yaani hajalala pale. Sijalala, anapolinda mpunga ndo kaenda kulala juu. Kaenda kulala nje ya mji. Kwa maana yake uliacha kulala nyumbani ukaenda kulinda mpunga? Nimeenda kulinda mpunga. Mke wangu hatari, Yanga kitikitiki. Mke wako ukamwacha nyumbani? Nimemwacha nyumbani. Sasa hivi mahusiano ukoje? Baada ya kufungwa zipita kama wiki. Mazuri. Asubuhi tuliporudi. Wiki hajapita na siku mbili. Asubuhi tuliporudi. Akaniambia wewe acha wewe kula upolo huo. Nikala upolo, nikaenda na mchele mpya. Mchele mpya. Hebu tuambie, toa ushauri kwa viongozi wa Simba kwa ajili ya msimu unaokuja. Waongeze wapi? Wafanye kitu gani ili timu yenu iweze kuwa bora zaidi? Mimi ushauri wangu kwa timu ya Simba pale nyuma waongeze wale mabeki, kwa sababu mzee Kapombe pale mimi naona sasa hivi kidogo kama amezeeka. Alafu kule mbele yule Ateba mimi bado sijakiona kiwango chake, kwa kusema kwamba mchezaji kanunuliwa kutoka nje afu kiwango chake anachoonyesha kidogo. Mapungufu ni hayo tu. Nimeona mapungufu yake Ateba yapo hivyo. Goalkeeper ipo safi. Sawa. Katikati viungo pale katikati pale mimi niko naomba kwamba wana Simba vile vile tusichukue mazoea ya mchezaji mmoja au wawili. Waongezwe tena wawili pale. Mbadala tuwe na wachezaji wengine baada ya Kagoma na yule Ngoma watafutwe kama wana uwezo ule au kwa nini, kwa sababu wale wanacheza muda mwingi. Wewe unafuatia ligi kuu Tanzania bara, unatamani mchezaji gani ambaye haje kucheza kwenye klabu yako ndani ya msimu unaokuja? Mimi bwana, kusema leo kweli bado mimi nalia na Yanga. Tungempata Banka yule tukamweka nyuma. Baka? Baka Koplo. Ibra Baka? Kimpata yule mtoto mzuri. Mshauri rais wa Simba kwa hilo jambo, afanye nini aweze kumpata Baka? Ushauri wa Simba mimi namshauri bwana Mo, tufanye kila njia tumpate Baka. Ile ndio roho ya Yanga. Yule mtoto mzuri. Okay. Kwa kishampata Baka manake mambo yanakuwa vizuri. Mimi kwa muono wangu wa kwanza ndio huyo. Lakini wengine wataangalia tena na wenzangu, sio mimi. Shukrani mzee wangu. Sawa.